Kutoka kitabuni aina mbili za kipato. Somo kutoka kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji sura ya kwanza, tofauti kati ya kipato cha kazi na kipato cha uwekezaji. Rafiki, watu wengi wanafanya kazi maisha yao yote lakini hawana uhuru. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna tofauti kubwa ambayo ipo kwenye aina za vipato na watu wengi wamekuwa hawaelewi. Kwenye kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji sura ya kwanza inaeleza tofauti kubwa hizo mbili kati ya kipato cha kazi na kipato cha uwekezaji. Hizo ndio inakuwa mbili za kipato ambazo nataka uzielewe na uweze kuzijenga kwa usahihi na kwa wakati sahihi. Kwa hiyo kipato ambacho tunaingiza, maana pesa tunaingiza inaweza kutokana na vyanzo viwili. Cha kwanza kipato cha kazi au inaitwa active income. Hiki ni kipato ambacho ni lazima uweke muda, nguvu na ujuzi ndio ukipate. Sawa? Yaani lazima lazima uwepo wewe ndio kipato kiingie. Usipokuwepo kipato hakiingii. Sawa? Sasa ni kipato gani basi cha aina hii ambacho tunazungumzia hapa? Ni mshahara ambao unalipwa ukifanya kama umeajiriwa. Ni faida au unalipwa kwenye biashara au kama umejiajiri wewe mwenyewe. Au kama unafanya biashara hata kama umeajiri watu lakini usipokuwepo haiwezi kwenda. Kwa hiyo hivi ndio vipato ambavyo vinakutegemea wewe moja kwa moja. Usipokuwepo huduma binafsi, labda ni fundi, sio ni mshauri, kazi muda mfupi, hizo ndio aina za kipato cha kazi. Na sifa za kipato cha kazi ni kina ukomo. Kwa sababu una masaa 24 peke yake. Hauwezi, yani utaishia tu kubaki kwenye utafika ukomo kwa sababu hauna muda mwingi wa kufanya kazi. Lakini pia inategemea juhudi zako. Kama ukichoka, umri unakwenda uweze kufanya kazi kwa juhudi tena, basi kipato chako pia hakiwezi kuongezeka. Sifa nyingine hakina urithi. Wanasemaga wazi, uweze kumrithisha mtoto wako ajira yako, si ndio? Au kama ni huduma binafsi, hauwezi kumrithisha huduma binafsi. Lakini pia kina msongo. Mara nyingi unategemea mteja mmoja. Kama umeajiriwa maana ni mwajiri mmoja akupe mshahara. Kama ni huduma binafsi, sasa nyingine watu wanakulipa au kulipa. Msongo ni mkubwa sana kwenye na kipato. Kwa hiyo ni kipato fulani ambacho ni kizuri, lazima uanze nacho lakini sio cha kuishia nacho. Karibu unavyokwenda inabidi uhame kwenye hicho kipato. Aina ya pili ya kipato ni kipato cha uwekezaji au passive income. Sawa. Hiki ni kipato ambako fedha, mali na mifuko unaenda kufanya kazi. Yaani unaingiza kipato bila ya kulazimika kufanya kazi moja kwa moja. Unaingiza pesa bila kuweka muda, bila kuweka juhudi, bila kuweka uzoefu. Unaingiza pesa ukiwa umelala. Sawa. Pesa inaingia. Na hii ndio aina ya kipato ambayo inaleta uhuru kwenye maisha, inaleta utajiri sahihi ili mtu aweze kufurahia maisha. Na vyanzo vya kipato hichi ni nini? Kodi za nyumba, viwanja, ofisi ambao umejenga afu unakodisha, hiyo ni chanzo cha kipato. Lakini mgao wa faida kutoka kwenye hisa, kama umewekeza kwenye hisa, kampuni mbalimbali. Riba na mapato ya dhamana, kama una hati fungani, umewekeza kwenye mifuko pamoja. Kilimo cha muda mrefu ambacho hakikutaki wewe moja kwa moja. Mrabaha kutokana na shughuli za kazi unazofanya ambazo zina kulipa kadri zinaenda kulipa. Ni kitabu umeandika, muziki umeutoa, filamu au program umetengeneza. Biashara kubwa zisizokutegemea. Unajenga biashara zenye mifumo ambao kuna watu wanafanya kazi na hata kama haupo biashara inaenda na kadhalika. Sifa za kipato hichi ni hakuna kikomo. Kipato kinakuja wewe unaumwa au umelala, umesafiri, kipato kinaingia tu. Kina urithi, unaweza kuwarithisha watu wengine na wakaendelea kukipata. Lakini pia kina nguvu ya muda, compounding. Kadri unavyoenda ndio kinazidi kukua zaidi. Na kinapunguza hatari kwa sababu haikutegemei wewe. Jambo lote likitokea kwako wewe halitokei kwenye hicho kipato. Hii ndio aina ya kipato ambao tunapaswa kujenga wote ili kuweza kujenga utajiri na kufikia uhuru wa kifedha. Na ndio sababu ya kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji kuandikwa. Kutusaidia sisi wote tutumie kipato cha moja kwa moja, active income, kujenga kipato cha uwekezaji, passive income. Hiyo ndio jambo la msingi kwenye maisha. Watu wengi wanadhani kwamba labda itabidi usubiri kitu gani au uanzie wapi ndio ujenga passive income. Hapana. Hicho kipato tukiingiza sasa hivi, iwe ni kwa kuajiriwa, kujiajiri, kufanya biashara unategemea, ndio hicho tunakitumia kujenga kipato kisicho kutegemea moja kwa moja.
Huyo ndio sababu kwa nini unapaswa usome kitabu hiki na ufanyie kazi unayojifunza, kwa sababu ndio itakuweka huru, itakutoa kwenye huo mzunguko uliopo wa kila wakati kutegemea kipato ndio maisha yaende. Pata na usome sura ya kwanza ya kitabu cha Elimu ya Msingi ya Uwekezaji. Kama hauna nakala ya kitabu hiki, wasiliana namba 0756 694090, 0756 694090. Ukae na siku bora kabisa leo.